Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Albert Chalamila amesema kuna janga kubwa hivi sasa la baadhi ya wananchi wa mkoa huo kutegemea urithi wa mali za wazazi wao ili wapate utajiri wa haraka, hatua ambayo sasa imesababisha migogoro mingi katika familia, huku baadhi ya familia hizo zikifanya njama za kuwaua wazazi wao ili waweze kurithi mali hizo. Mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam ametoa kauli hiyo leo Februari 16 mwaka 2026 katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam wakati akizindua kamati za kisheria ngazi ya wilaya na mkoa wa Dar es Salaam pamoja na kliniki ya kisheria katika zoezi hilo lililoandaliwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania. Matatizo na migogoro mikubwa iliyopo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam pia inasababishwa na tamaa ya mali. Kumekuwa na wimbi kubwa la tamaa ya mali, kubwa sana, ambayo wako tayari kukuua hata kama wewe ni baba yao au ni nani. Tamaa ya mali. Kwa hiyo, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, unapoendelea na zoezi hili kwa siku ambazo zimetamkwa, naomba sana pia tuwe na washauri wanaowasaidia watu kuhusu umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kujielekeza kwenye umiliki wa mali na sio kwenye urithi wa mali na kuleta migogoro ambayo inaweza baadaye ikawa ni tatizo kubwa. Dar es Salaam jambo hilo lipo. Kwa sababu mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam, mbali na kuipongeza ofisi ya mwanasheria huyo mkuu wa serikali kwa kuratibu mpango huo, amesema kuzinduliwa kamati na kliniki hiyo itapunguza sehemu kubwa ya migogoro katika mkoa wa Dar es Salaam. Napenda kutumia nafasi hii kuielekeza kamati ya ushauri wa kisheria mkoa wa Dar es Salaam, kamati za ushauri za kisheria za wilaya kuendelea kushirikiana na serikali katika kuwahudumia wananchi. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na kamati za ushauri na kamati ya ushauri wa kisheria kwa kushirikiana na ofisi yangu ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam zimeonyesha mfano pia mzuri sana wa ushirikiano kwa kutoa huduma hii ya ushauri wa kisheria ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Dar es Salaam, napenda pia kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuunga mkono katika juhudi zenu zote za kuwasaidia Watanzania. Lakini pia napenda pia kwa mara nyingine kumshukuru sana utawala wa mkoa wa Dar es Salaam na sekretarieti yote kwa ujumla kwa maandalizi ya tukio hili muhimu ambalo litaleta tiba kubwa ya kisheria kwa wananchi wa mkoa huu. Aidha, baada ya kumalizika kwa kliniki hii, migogoro yetu mingi naamini itakuwa imepata suluhisho, na kama sio suluhisho, basi migogoro yetu mingi itapata ushauri mzuri zaidi ni ya namna ya kuweza kumaliza. Naye naibu mwanasheria mkuu wa serikali Samuel Maneno amesema kuwa kuanzishwa kwa kamati na kliniki hizo za kisheria chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inalenga kupunguza mashauri yasiyo ya lazima dhidi ya serikali, kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi, pamoja na kupunguza migogoro ndani ya jamii. Malengo ya kamati hizi pamoja na mambo mengine ni kupunguza mashauri yasiyo ya lazima dhidi ya serikali na kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi, kuwawezesha mawakili wa serikali kusimamia utawala wa sheria katika maeneo yao, lakini pia kutoa huduma elekezi na wezeshi kwa wananchi na kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi, kushughulikia changamoto mbalimbali za kisheria katika maeneo yao wanayoishi. Kwa kifupi, hizi ni kamati zenu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na waheshimiwa wakuu wa wilaya. Niwasihi na kuwaomba kabisa kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali itashirikiana pamoja nanyi. Kwa hiyo ninawaomba mzitumie kuwasaidia wananchi kutatua kero zao, ili ninyi mbaki kusimamia miradi ya maendeleo na shughuli nyingine za kiuchumi katika maeneo yenu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilianzisha kliniki za kisheria ambazo ni zao la matakwa ya ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inaelekeza jukumu la serikali kuwajibika kwa wananchi. Pia utekelezaji wa maelekezo
ambayo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa akielekeza viongozi wa serikali kushughulikia na kuzipatia ufumbuzi kero za wananchi. Hivyo basi, kliniki za kisheria zimelenga kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi ambazo zitasaidia kuongeza utengamano na utulivu katika jamii na kuchochea maendeleo ya jamii kwa taifa kwa ujumla. Baada ya kuzinduliwa kwa kamati ya kliniki hiyo ya kisheria kwa mkoa wa Dar es Salaam ambayo imefanyika kuanzia Februari 16 mwaka huu wa 2026, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari ameanza zoezi hilo kwa kumsikiliza mmoja wa wananchi wa jiji la Dar es Salaam. Sasa kamati hiyo inaanza kazi zake rasmi na itakuwepo hapa kwa wiki nzima. Lengo likiwa hilo kama mlivyosikia asubuhi, kusogeza huduma za ushauri wa kisheria kwa wananchi ili kupunguza migogoro au kuiepuka na kuzipunguzia mahakama zetu mzigo wa kesi. Kwa hiyo nimeletewa hapa mbele yangu mwananchi wa kwanza ambaye nitamsikiliza. Tukaja tumetolewa na mabouncer, tukapigwa sana, tukaibiwa kila kitu. Kesi ipo Central, lakini kesi mpaka leo haiendeshwi, hatuambii chochote. Baada ya kutolewa na mabouncer, akaja waziri Jerislam, akaja mpaka pale nyumbani akafanya site, akamwambia yule mnunuzi alikuwepo, akamwambia wewe hapa una nyumba, hawa warudi kwenye nyumba yao, na akasema kwamba madrasa ifunguliwe leo. Madrasa pale wakati yeye anaongea, madrasa watu wakapanda juu wakafungua pamoja na msikiti ambako watu wanasali. Akasema kwamba na sisi tutafuatia, yani tutafunguliwa kesho yake.